Mheshimiwa Naibu Spika, kwa msingi huo kisa mkasa cha swala zima la maadili kumomonyoka ni malezi ya watoto wetu huko kwenye familia. Tunawaleaje? Sisi wote ni wazazi. Kwa bahati mbaya tumekuwa na watoto ambao hawana malezi mazuri, na wenyewe wamebarikiwa kuzaa watoto wameendeleza kukata ule mnyororo wa maadili kwa sababu hawakurithishwa na wenyewe hawezi kuendelea kurithisha. Lakini dalili zake ni nini? Dalili zake sasa ni mabaya yote tunayoyalalamikia sasa hivi humu ndani na siku zote. Ubakaji, ulawiti, sanaa mbalimbali mbaya, hizi cyberbullying ambazo zimekuja na utandawazi zinazompa mtu asiye na maadili, ambaye hakurithishwa tabia njema, ujasiri wa kufanya vitu vya vibaya ambavyo hawezi kumfanyia mama yake na baba yake waliomzaa. Hapa pamebaki tu wawachukue wazazi wao waliowazaa cyberbully, kama wamekuwa na ujasiri wa kwenda kufanya cyberbully kwa viongozi hadi wa taifa na kiongozi namba 1 wa taifa. Huu ni ujasiri mkubwa utokanao na malezi mabovu kwa baba zao, mama zao, babu zao na bibi zao. Hili hakika ni janga. Mheshimiwa, haya masuala ya mavazi mabaya, watoto kunengua viuno yametajwa hapa. Huduma za mafundisho ya baadhi ya dini au baadhi ya viongozi wa dini ambao yamekuwa ni tata. Yote haya ni zao la mmomonyoko wa maadili na malezi mabovu kwenye msingi wa familia. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya hayo nini tunacho sisi katika mapambano haya? Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania ni nchi mojawapo nzuri sana katika kutengeneza sera, katika kutengeneza miongozo na kutengeneza mikakati. Lakini lazima nikiri hapa, na nyinyi ni mashahidi, machinery yetu ya serikali, wizara hizi za kisekta, ni kutengeneza miongozo, ndio kama hii hapa. Mwongozo mwingine ndio nimetoka kusoma Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tuna mwongozo mwingine ambao unahusiana na masuala ya malezi, uendeshaji wa vikundi vya wazazi vya malezi na matunzo ya mtoto wa Mei 25. Tuna viongozi vya miongozo ya malezi na makuzi ya maendeleo ya awali ya mtoto kwa kuzingatia dini mbalimbali, hii hapa. Mheshimiwa, tuna kitini cha wawezeshaji kuhusu majadiliano ya mila na desturi, hii hapa. Lakini sasa Mheshimiwa Naibu Spika, tuna mkakati kabisa wa kutokomeza ukatili ambao ni zao la mmomonyoko wa maadili kitaifa kwa wanawake na watoto wa kiume na wa kike. Lakini kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali tuna miongozo vile vile, na mingine sijaibeba. Shida yetu ni wapi? Kwa uzoefu wangu wa kufanya kazi serikalini miaka yote mpaka nimekuwa mbunge, tumetengeneza sera ya decentralization by devolution, ambapo mamlaka za tawala za mikoa, serikali za mitaa, tumepeleka wataalamu kule. Tunao maafisa utamaduni, tumewaweka pale makastodian wenye dhamana ya masuala ya maadili. Tunao wataalamu wa sheria, wa maendeleo ya jamii, wanaoshughulika na habari, kila mtaalamu yuko kule. Changamoto yetu moja ambayo naomba niikiri hapa ili tushirikiane, miongozo hii huenda katika baadhi ya maeneo inawekwa kabatini. Lakini tunayo machinery yetu ya serikali za mitaa inayoendesha vikao rasmi ambavyo vinaanzia ngazi ya kata wa DC, na waheshimiwa wabunge na madiwani ambao ni madiwani kule kwenye kata ndio wenye viti. Tuna kamati za baraza la madiwani na tuna full council. Nimefuatilia, nimeona Mheshimiwa, vipaumbele vya ajenda mbalimbali bado ni changamoto. Ili tuweze kutoka hapa tulipo, tufikirie hata kuja na sheria ya maadili sasa, ambayo sheria hiyo sasa itatekelezwa na kufungamanisha mambo yote ya maadili huko mbele ya safari. Lazima tukubaliane kufanya ajenda ya maadili na mmomonyoko wa maadili kipaumbele katika
halmashauri zetu kwenye majukwaa yetu rasmi ya kuweka ajenda za vipaumbele mezani. Vinginevyo utamkuta afisa utamaduni anafanya mengine, hana mkakati aliyowasilisha, lakini hoja za vipaumbele zimepita, na kwa kawaida bajeti itakwenda na vipaumbele vilivyowekwa. Kwa hiyo ni waombe, tumefanya kazi ya kuandaa hii miongozo, tumeisambaza, tushirikiane kufanya mapinduzi ya ajenda kwenye machinery zetu, ili mikakati yetu kwenye halmashauri zetu ifate local context pale walipo. Tutaweza kutoka kwa haraka, hata hayo mambo ya malezi na makuzi watayasikia kwa haraka, masuala ya kuna sheria gani watasikia kwa haraka, masuala yote ya kuhusu kwamba tuvaeje, mila na desturi ziweje, tuongee vipi, watayasikia kwa haraka badala ya kubakiza kwenye sera hizi.